Stori inaanza na Tai, kijana mrefu mwenye sura ya kuvutia, lakini ni maskini kupindukia. Hata pesa ya chakula hukosa. Hata hivyo anapata ufadhili wa masomo katika shule ya watoto matajiri, ambako wanafunzi wengine humdharau na kumuona mtu asiye na thamani. Tai ana siri kubwa, jamaa na akili kinoma. Ni mmoja kati ya wanafunzi bora sana nchini Korea. Uwezo wake wa kufikiria haraka na macho yake ya mvuto hufanya wengi kuvutiwa. Lakini Inja, mtoto wa nje ya ndoa wa mkurugenzi wa kampuni kubwa ya CPAC, anamwonea wivu. Akiwa na mamlaka makubwa shuleni, Inja humchokoza Tai wakati wa chakula cha mchana kwa kuweka miguu yake kwenye kiti chake kisha kumtupia sahani ya chakula. Mwishoni uvumilivu wa Tai unaisha, naye humrudishia kwa sahani ya chakula. Ugomvi wa ngumi unaanza na kuelekea juu ya meza kabla ya mwalimu hajafika na kuwapeleka ofisini. Tai anatarajia kuadhibiwa, lakini mwanafunzi mmoja anaingia na kutangaza kuwa Inja amepewa ruhusa ya kuondoka na mkuu wa shule. Inja anatabasamu kwa majivuno, akionyesha wazi jinsi alivyo na ushawishi mkubwa. Muda mfupi baadaye, Tai anapokea simu ya ajabu. Anakimbia hadi kwenye monasteri ya zamani ambako anamkuta mama yake akiwa amenyoa nywele na kuvaa mavazi ya mtawa wa kike. Kwa haraka anamwambia ajifiche. Inabainika kuwa baba yake wa kambo alifungwa jela kwa kujaribu kumuua mama yake. Ingawa alifungwa kifungo cha maisha, wakili alifanikiwa kupunguza kifungo hicho hadi mwaka mmoja tu. Hivyo mama yake alilazimika kujificha na anamuomba Tai afanye hivyo hivyo. Baadaye uvumi unaenea shuleni kuwa Tai ni mtoto wa mhalifu hatari. Wanafunzi wengi wanamchukulia kama mtu mwenye ushawishi mbaya. Cha kushangaza, Inja anamtetea na kusema dhambi za baba hazipaswi kubebwa na mwana. Anampa mkono wa urafiki, lakini Tai anakataa, akiamini bado Inja ni mtu mwenye sumu. Wakiwa juu ya paa la shule, Tai anamwambia Inja kuwa anataka kujifunza sanaa za mapigano ili aweze kumlinda mama yake. Inja anakubali kumsaidia, lakini kwa sharti moja. Tai atumia akili yake kumsaidia Inja kupanda ngazi za kijamii ili aheshimiwe badala ya kuonekana mtoto asiyehitajika wa nje ya ndoa. Wanafanya makubaliano hayo, na walipofika chuo kikuu, Tai humfanyia Inja mitihani ili aonekane na akili nyingi. Katika kipindi hicho, Tai anamuona msichana mrembo sana, anaonekana kama malaika, na huku moyo wa Tai ukivutiwa kwake. Jamaa anakusanya ujasiri wa kuzungumza naye kwa sababu hajawahi kuhisi upendo safi kama huo kwa mtu mwingine. Baadaye Inja anamwalika Tai nyumbani kwake na kumwomba awe mwalimu wa hisabati kwa mdogo wake wa kike ambaye ni mwenye tabia ya utoto na aliyebembelezwa sana. Tai anakuwa mkali, jambo linalomfanya msichana avutiwe zaidi. Anajaribu kupata umakini kwa kumgusa miguu chini ya meza na kumwambia kuwa yeye ni mtanashati sana. Somo linapoisha, baba yake anamuita Tai ofisini kwake. Anampa dola 3,000 na kumpa saini mkataba unaozuia kufichwa chochote kuhusu binti yake, jambo linaloongeza fumbo zaidi. Njiani kurudi nyumbani, Tai anamuona mwanamke mwenye hasira kivunja kioo cha mlango wa jirani huku akipiga kelele. Msichana anayefungua mlango ni Nawan, yule msichana ambaye Tai anampenda. Anagundua kuwa naye ni maskini na mama yake ni mlevi na mraibu wa kamari anayemnyanyasa mara kwa mara. Tai anamwonea huruma sana. Mama yake Nawan anamfukuza Tai, lakini hata baadaye bado anasikia kelele za manyanyaso. Siku nyingine Tai anamuona Nawan akitembea kwenye mvua kwa huzuni. Anakimbia kumkinga na mvua na kusema, watu wanapokutendea vibaya usibebe maumivu hayo peke yako. Nawan anajibu, unajua nini kuhusu maisha yangu? Tai anajibu kwa utulivu na kusema, ni kweli hatujuani sana, lakini naweza kukusikiliza wakati wowote ukitaka. Kwa kisingizio cha kutumia choo, Nawan anaingia nyumbani kwa Tai. Kwa bahati mbaya anaona boksa za mshikaji na kwa aibu anaziondoa haraka. Katika wakati wa kimahaba anamwambia Tai kwamba leo anaonekana mzuri zaidi kuliko kawaida. Wanaangaliana huku mioyo yao ikidunda kwa kasi. Baadaye wanaenda nyumbani kwa Inja kwa ajili ya vinywaji. Akiwa ameketi karibu na Nawan, Inja anamwomba Nawan awe mpenzi wake, akisema kama milionea anaweza kumnunulia chochote. Nawan anakataa mara moja. Tai anavutiwa na jinsi anavyothamini heshima na utu kuliko utajiri. Inja anajitolea kumsindikiza Nawan nyumbani, lakini Tai anamzuia. Ameamua kwamba sasa anataka kupigania mapenzi yake mwenyewe. Hata hivyo rafiki yake wa karibu anamuonea wivu. Ingawa alikuwa kwenye familia yenye kila kitu, hawezi kuvumilia kuona Tai akikaribia kumpata msichana anayemtamani. Familia ya Inwo nayo imegawanyika kutokana na ugomvi wa urithi wa baba yao. Mbaya zaidi ni dada yake mdogo ambaye anakimbia nyumbani na kwenda kulala kwenye uwanja wa riadha akiota kuhusu kupata mwanaume wa ndoto zake. Sometimes familia zingine zinateseka kwa majanga kung'ang'aniana mali. Anapomwona Tai anahisi kana kwamba ametokea mbinguni kutokana na macho yake ya kipekee. Anapenda kutumia muda naye kuliko kitu kingine chochote, lakini Tai hamrudishi hisia hizo, na hata wanapokuwa karibu sana, mawazo ya Tai yanakuwa kwa Nawan. Dada huyo anamwambia angependa kuolewa na mwanaume kama yeye, lakini Tai anamjibu kwa upole kuwa yeye amejeruhiwa sana moyoni na hawezi kumfanya awe na furaha. Wakati huo huo Nawan anatokea. Dada huyo anatangaza kwa msisitizo kuwa Tai ni wa kwake peke yake. Ghafla Inja anafika kwa gari lake la kifahari na kumwomba dada yake aingie ndani, lakini dada mtu anakataa, jambo linaloonyesha uhusiano wao sio mzuri. Wakati wanabishana, Tai na Nawan wanaangaliana kwa macho yaliyojaa hisia za mapenzi. Wanaporudi nyumbani, dada huyo anashtuka zaidi baada ya kugundua Tai na Nawan ni majirani. Anamsihi kaka yake amfanye Nawan kuwa mpenzi wake ili naye apate nafasi ya wazi ya kumfuatilia Tai. Naambia hapo kwenye comment, vipi wewe unaweza kupanga mpango kama huu na dada yako? Baadaye binti anafunguka kwa Tai, nakupenda sana, tafadhali tuwe pamoja. Nawan anashuhudia tukio hilo huku akiwa na wasiwasi. Tai anamjibu kuwa moyo wake tayari unamilikiwa na msichana mwingine ambaye ningependa hata kupata naye watoto. Maneno hayo yalimuumiza kinoma msichana, akakimbia huko analia. Wakati huo huo inafahamika kwamba mama wa Nawan anafanya kazi ya usafi katika kasino. Siku moja anaona sanduku lililojaa fedha nyingi likipelekwa ofisini kwa bosi. Kwa tamaa ya kuwa tajiri, anatembea hadi kwenye ofisi ya bosi wake, anaiba pesa na kuondoka.
na anahakikisha kuwa hakuna mtu anayemfuata. Siku inayofuata Nawan anapotoka shuleni, bosi wa kasino pamoja na watu wake wanamzuia. Wanamtaka arudishe milioni 50 ambazo mama yake ameziiba. Nawan anawaambia kuwa mama yake ni mraibu wa kamali na kwake ni kwamba kana kwamba mwanamke huyo hayupo tena. Lakini wahuni hao hawamwamini. Wanamshambulia mbele ya wanafunzi wanaorekodi tukio hilo kwa simu zao. Kwa ujasiri, Nawan anampiga kofi mmoja wao, jambo linalomshangaza bosi. Anapoinua mkono ili kumpiga, Tai anatokea ghafla na kuzuia, akimwonya kimya kimya, ukimgusa tena mwanamke wangu nitaharibu maisha yako. Walinzi wa shule wanafika na kuwafukuza wahuni hao, lakini bosi anatishia kwenda nyumbani kwa Nawan na kumvunja mguu. Tai anamshika mkono Nawan na kumwongoza mbali, akimuuliza kama kuna sehemu salama ya kujificha. Nawan anasema amezoea vitisho kama hivyo na hataki kukimbia kwa sababu kufanya hivyo kungekuwa sawa na kukubali makosa ya mama yake. Jamani, mchumba jasiri kama huyu ajitokeza awe na mimi. Baada ya kusikia iliyotokea, Inja anajaribu kumpigia Nawan, lakini hapokei simu. Jamaa anaamua kwenda kumtafuta mwenyewe. Wakati huo Tai naye anakimbia kwa hofu, akitaka kuhakikisha kuwa Nawan yuko salama. Katika mbio hizo, Inja ndo anawasili kwanza. Anamkumbatia Nawan kwa nguvu sana, anamtazama kwa macho yaliyojaa tamaa, anamsogelea na kutaka kupata juisi ya miwa. Tai anashuhudia busu hilo na kutaka kupasuka kwa maumivu. Kila mguso wa midomo yao ni kama kisu kinachoma kwenye moyo wake. Kumwona msichana anayempenda akimbusu rafiki yake kunampiga kama radi, ikichoma sehemu dhaifu zaidi ya moyo wake. Dunia yake yote inaporomoka na kinachobaki akilini mwake ni taswira ya Nawan akimbusu Inja badala yake. Anazidiwa na maumivu, wivu na huzuni, akihisi kama hatima inadhihaki upendo wake. Baadaye anamwona Nawan akiwa na sanduku la safari. Anamwambia anaenda kuishi kwa muda katika makazi ya Inja. Tai anashtuka, anamshika mkono na kumsihi asiondoke, lakini Nawan anaweka msimamo wake wazi. Anasema kwamba akiendelea kuwa pamoja, mwisho wake hautakuwa mzuri. Anahitaji kuwa na heshima zaidi, pesa nyingi na kuishi maisha ya kifahari. Mwanamke ambaye Tai alimpenda kwa moyo wake wote anamwacha na kumchagua mtoto wa tajiri. Kuachwa huko hakuvunji tu moyo wa Tai, bali kunawasha moto mkubwa ndani yake. Kwa usiku mwingi analia kimya kimya. Anaapa siku moja Nawan atagundua kosa alilofanya. Miaka 5 inapita, kijana aliyekuwa dhaifu amebadilika kabisa, kama ndege wa Phoenix anayezaliwa upya kutoka kwenye majivu. Baada ya kujifunza siri za biashara, Tai anafanikiwa kuingia kufanya kazi katika kampuni ya Rais K. Baba yake Inja, mtu aliyemnyang'anya mwanamke anayempenda. Tai anatambulishwa kwa wafanyakazi wote. Huyu ni mwandishi wa hotuba zangu zilizoleta mafanikio makubwa sana nchini. Kutokana na mchango wake mkubwa, anapandishwa cheo na kuwa katibu binafsi wa rais. Kijana aliyeshindwa hata kulipa kodi ya nyumba sasa anaishi katika anasa na utajiri. Siku moja rais anaanguka akiwa anaogelea. Familia yote wanaenda hospitalini wakidhani amefariki, lakini wanamkuta akiwa ametulia na kula nyama. Tai hajui kuwa yeye ndo mgombea mkuu wa kurithi nafasi ya rais endapo atafariki. Habari hiyo inafanya familia nzima imchukie, hasa Inja ambaye wivu wake unaongezeka. Wakati huo huo, Nawan bado ni mpenzi wa Inja na wawili hao wanazungumzia ndoa. Sasa Nawan ndiye anayesimamia kampeni za kisiasa za kampuni hiyo, na kama alivyokuwa akitamani zamani, anaishi kwenye jumba kubwa lililojaa utajiri. Lakini licha ya maisha hayo ya kifahari, hajawahi kumsahau Tai. Upendo wake kwake bado umejichora moyoni. Wanapokutana tena kwa mara ya kwanza baada ya miaka 5, hisia zinamkumba Tai kama tetemeko la ardhi. Hawezi kuficha hisia zake kwa sababu uzuri wa Nawan bado unamnyang'anya pumzi. Anatamani kumkimbilia na kumkumbatia ili kufidia miaka yote aliyotumia mbali, lakini anajizuia. Anauliza kama kweli ataolewa na Inja. Anajibu kuwa inawezekana. Anaongeza kuwa itakuwa ni vigumu kwao kuwa marafiki wa kawaida kwa sababu bado upendo unaishi kati yao na unaonekana wazi machoni mwao. Kuanzia siku hiyo Tai anaweka lengo kubwa moja, kumrudisha mwanamke anayempenda. Wakati wa mabishano makali ya kifamilia, Rais K anapatwa na mshtuko wa moyo. Anamwomba mke wake ampatie dawa, lakini anamwacha na kuondoka bila msaada. Hospitali familia inaendelea kugombana hadi Tai anapowasili na ukimya unatanda. Mdogo wa Inja anamwona Tai tena. Hisia alizokuwa amezificha kwa miaka mingi zinaamka upya anapotazama macho yake meusi yenye rangi ya kahawa. Ghafla kuna mtu anampiga Tai kwa nyuma. Tai anampigia Nawan kwa msaada, lakini mshambuliaji anakata simu, anaiba fedha zote kwenye pochi yake na kutoweka. Tai anajaribu kumpigia tena, lakini anapoteza fahamu. Nawan anakimbilia hospitalini, anamkuta Tai na bandeji kichwani. Muuguzi anamwomba asaini fomu ya upasuaji. Tai anapoishika mikono yake anapoteza fahamu tena na kupelekwa chumba cha upasuaji. Akiwa anasubiri nje, Nawan anajiuliza ni nani anataka kumuua Tai, hata anaanza kumshuku mpenzi wake mwenyewe. Upasuaji unafanikiwa. Tai anaamka, anamwona Nawan ameketi pembeni yake. Wanashikana mikono kwa nguvu, wakiwa wamejawa na upendo mkubwa ambao bado haujafa. Upendo wa kweli huwa haufi, au sio? Wakati huo huo, Inja anaingia na kuwaona wakiwa wameshikana mikono. Kwa sauti ya baridi anatangaza kuwa Tai anahamishiwa katika hospitali bora zaidi. Tai anauliza kama amempata mshambuliaji. Inja anasema uchunguzi umefutwa na kesi imefungwa kwa sababu kulinda maslahi ya kampuni ni muhimu kuliko kumlinda yeye. Kisha anatoa taarifa ya kumvunja moyo Tai. Baba yake ameridhia ndoa yake na Nawan na harusi itafanyika hivi karibuni. Baada ya kusikia haya, Tai anaumia kinoma. Inja anaondoka kwa majivuno, huku ulimwengu wa Tai ukivunjika kabisa. Akiwa hataki kukata tamaa, anajitoa kitandani na kutaka kumfuata Inja. Anadondoka, lakini anajiinua hadi ofisini kwa Rais K. Anamkabili na kumuuliza anawezaje kuruhusu ndoa hiyo ifanyike. Rais K anamjibu kwa utulivu, anasema nimefika hatua ya maisha ambayo unahitaji kuwa babu. Anataka Inja na Nawan wapate mtoto ili kuhakikisha urithi wa familia unaendelea. Tai anaumia kinoma. Wakati huo huo, mama wa Nawan
Anarudi baada ya kutoweka kwa miaka 10. Jambo la kwanza analolitaka ni pesa. Anadai ahamishiwe pesa benki na anunuliwe nyumba ya gharama kubwa. Anamtishia Nawani kuwa akimkatalia ataharibu maisha yake. Kwa hasira, Nawani anavunja chupa ya divai na kutishia kujijeruhi na kutoweka kabisa. Baadaye anafunga bandeji mkononi mwake. Wakati huo mama yake anapigiwa simu na mtu asiyejulikana anayempongeza kwa kazi aliyoikamilisha. Mara moja anaona dola milioni 1 zimewekwa kwenye akaunti yake ya benki. Kuna mtu aliyemlipa kwa siri ili kutekeleza mpango huo. Baadaye Inja anamwona Nawani akiwa na jeraha mkononi na uso uliojaa huzuni, akilemewa na mawazo kuhusiana na mama yake na mshikaji wake Tae. Nawani analia kwa uchungu. Inja anamkumbatia, lakini anahisi mapenzi yao yanaendelea kuporomoka, kana kwamba moyo wa Nawani haupo kwake tena. Siku chache baadaye, mdukuzi anamtumia Tae rekodi. Zinaonyesha mtu aliyemshambulia ni katibu wa Inja. Tae anakumbuka kuwa aliwahi kumwona mtu huyo kabla ya shambulio, jambo linalothibitisha mashaka yake. Anamwomba mdukuzi afuatilie simu ya katibu huyo. Ndani ya sekunde chache anagundua kuwa anaelekea kwenye klabu ya usiku. Tae anabadilisha nguo na kuelekea huko. Muziki mkubwa unafanya iwe ngumu kumfuatilia, lakini anamuona katibu akiingia kwenye chumba cha faragha na kufunga kabati yenye mifuko ya siri. Mara moja anatambua kuna mtu anamwangalia, hivyo anafunga kabati kwa haraka. Tae anamkabili na kumuuliza moja kwa moja kama yeye ndiye alijaribu kumuua. Jamaa anakataa vikali. Tae akiwa na hasira na uhakika anachokisema, anamtishia kuwa atamuua endapo ataendelea kuficha ukweli. Katibu anapiga simu kwa bosi wake wa siri na kumjulisha aliyotokea. Nje ya klabu, Tae anakutana na Nawani. Jamaa akasema anajutia usiku ule wa zamani uliokuwa ukiondoka nikashindwa kukuzuia. Nawani anamkatisha asiendelee kuzungumza kwa sababu kumbukumbu hizo zinamuumiza yeye pia. Tae alisema kwamba alipodhani anakufa, kumbukumbu zilianza kufifia, isipokuwa zinazokuhusu wewe. Nawani naye anasema kuwa usiku ule ulipoachana, alirudi tena kumtafuta. Anasema kuwa huenda Tae alikuwa sahihi kutokumfungulia mlango wakati huo. Tae akaanza kupata juisi ya miwa. Busu hilo linakuwa ishara ya hisia zao ambazo hawakuwahi kuzisahau. Huyu mshikaji mbona kama anachukua lita 5 za juisi ya miwa hapa hapa. Nawani anamkumbatia kwa nguvu kana kwamba hataki kumpoteza tena. Na bila kusema maneno mengi, wote wawili wanaonyesha kwamba bado wanapendana kwa dhati. Bila wao kujua, kuna jamaa anawapiga picha kwa siri. Picha hizo baadaye zinamfikia Jiun, katibu ambaye ni adui mkubwa wa Tae. Harusi ya Inja na Nawani inafika. Ni harusi kubwa sana hapo mjini, inahudhuriwa na maelfu ya watu. Nawani anaingia ukumbini akiwa amevaa mavazi ya harusi, huku Tae akitazama kwa maumivu makubwa. Hawezi kuondoa macho yake kwa wanandoa hao, akihisi wivu na huzuni isiyoelezeka. Kwake hiyo ndo siku mbaya kutokea maishani mwake, kwa sababu mwanamke anayempenda anaolewa na mwanaume mwingine. Sherehe inaendelea kama walivyoplani na wanaonekana wenye furaha, huku Tae akiumia kinoma. Baada ya sherehe, Nawani anaelekea chumbani kwake, lakini kwenye lifti Jion anaonyesha picha akiwa anabustiana na Tae. Anatishia kwamba atachapisha mtandaoni na kuharibu maisha yake. Nawani anamuuliza unataka nini? Jion anamwambia wakati mwingine utakapokuwa karibu na Tae, anapaswa kumwekea Tae sumu kwenye kinywaji ili afe. Ghafla simulizi inabadilika. Tae anaonekana akiwa ametapakaa damu, akiwa ameshika kifaa cha ncha kali. Anamwona Jion akiwa amekufa. Tae anachanganyikiwa kabisa, hakumbuki kilichotokea. Anaamua kuondoka eneo hilo ili asiache ushahidi. Habari za mauaji ya Juni zinasambaa nchini kote. Mke wa Juni analia kwa uchungu kinoma, huku polisi wanaanza uchunguzi. Ushahidi wote unaanza kumwelekea Tae kama mshukiwa mkuu. Tae anasisitiza kuwa hakumbuki chochote kuhusiana na tukio hilo. Mkuu wa upelelezi anamwambia kuwa watu 3 walitumia lifti ya siri ya Yun, Tae pamoja na watu 2 waliokufa. Vipimo vinaonyesha mwili wa Tae ulikuwa na dawa kali za kuathiri akili yake. Tae anakumbuka kabla hajapoteza kumbukumbu, Juni alimwekea kitu kwenye kinywaji chake na kumlazimisha anywe. Pia waligundua alama ya sindano kwenye mkono wa Tae pamoja na sindano zilizopatikana kwenye mfuko wake. Ushahidi unatosha kuthibitisha kosa lake, lakini Tae anaendelea kusisitiza kuwa hana hatia. Kesi inafikishwa mahakamani kwa sababu ushahidi unaonekana kumwelemea. Mahakama ikamhukumu kifo. Hakuna aliyemwamini. Inaonekana hatima yake imeamuliwa tayari. Akiwa gerezani, wafungwa wengine wanamwogopa. Wanaona alama nyekundu inaonyesha kuwa yeye ni mfungwa anayesubiri kunyongwa. Kiongozi wa selo anamdhihaki, akikumbuka kumwona Tae miaka ya chuo wakati alipokuwa akikopesha na kukusanya madeni. Kwa kejeli anamwambia afurahie siku chache zilizobaki. Hata hivyo, Tae anakataa kukata tamaa. Wakati huo huo, wakili anamwambia Inja kuwa bado kuna njia ya kumwokoa Tae kwa kudai kuwa mauaji yalifanywa akiwa hana utimamu wa akili kutokana na dawa alizopewa. Lakini Inja anaonyesha ukatili wake wa ukweli. Anasema anataka Tae auawe na anamwambia wakili hakikisha anafia gerezani. Nyumbani, Inja anaendelea kutazama picha za Tae akiwa na Nawani, jambo linaloongeza chuki kwake. Nawani anaporudi nyumbani, Inja anayesukumwa na wivu anamshambulia kwa ukali na kumshika kwa nguvu. Nawani anajaribu kujinasua lakini anashindwa. Kwa maneno ya kikatili, Inja anamwambia hakuna mtu anayemsaliti na kubaki salama. Anasema alimchagua kuwa mke wake kwa sababu tu Tae alimpenda. Anasema kwake yeye hana thamani kama mbwa mtaani tu. Anamdhalilisha na kumwonya kwamba kama anataka kuendelea kuishi lazima afuate kile anachotaka, na anamwambia vinginevyo atakiwasha kinoma. Akiwa ameogopa sana, Nawani anatambua kwa mara ya kwanza jinsi mume wake alivyo mtu mwenye ukatili na hatari. Alimtembelea Tae gerezani na kumwonyesha kovu shingoni. Tae anakasirika na kusema atatoroka gerezani. Anamwomba kiongozi wa selo simu. Yule mfungwa anang'oa sakafu na kuonyesha simu kadhaa. Tae anampigia simu rafiki yake ili amsaidie kutoroka. Wakati huo huo, uchunguzi mpya unaonyesha kuwa kulikuwa na mtu 4 kwenye eneo la mauaji ambaye ni Inja mwenyewe. Baada ya kusikia hivyo, Tae anatoroka gerezani kwa kupitia njia ya siri na kuelekea moja kwa moja kituo cha polisi kumshtaki Inja. Wakati huo huo, Inja anafika kazini, lakini polisi wanamkamata kwa tuhuma za mauaji. Anapingwa kukamata huku akimtazama Tae kwa chuki, lakini ushahidi mpya unamwelemea.
Hatimaye anahukumiwa kifungo cha maisha. Baadaye Tai anamtembelea gerezani na kumuuliza kwa nini alimchukia sana. Inja anasema kwamba tangu siku ya kwanza walipokutana alimuona Tai kuwa bora kuliko yeye. Wivu huo ulimtawala maisha yake yote. Kabla ya kuagana, Inja anampatia Tai picha ya zamani ikionyesha wakiwa na furaha. Tai anaondoka gerezani na kumwambia kwa heri milele. Muda mfupi baadaye, Inja anajiua gerezani na simulizi ya maisha yake inafikia mwisho. Miaka 3 baadaye, Rais K akiwa kwenye kiti cha magurudumu anamuita Tai kufanya kazi pembeni yake. Wakiwa pamoja wanatazama mradi mkubwa waliofanikisha. Rais K anasema siku zake zinahesabika na kwamba Tai ndiye atakayeongoza kampuni baada yake. Hivyo ndoto ya Tai aliyokuwa maskini wa kutisha inavyotimia. Lakini licha ya utajiri na mafanikio yote, bado kuna pengo moyoni mwake. Kitu pekee anachokitaka ni kurudisha upendo wa Nawan. Walipokutana tena, Tai akamuuliza, "Kwa nini hujawahi kumtembelea Inja gerezani?" Nawan anasema, "Sasa anataka kuishi maisha yake mwenyewe." Jibu hilo linamfanya Tai aendelee kumpenda zaidi. Anamwona mbele yake mwanamke mwenye nguvu na mzuri kama alivyo siku zote. Anaamua kuacha majeraha ya zamani nyuma na kujenga maisha mapya pamoja naye. Usiku huo wote wanafungua mioyo yao na kukiri hisia walizozificha kwa muda mrefu, wakifidia miaka yote ya maumivu na kutengana. Siku inayofuata anarudi katika maisha yao ya kawaida. Jioni Tai anasimama akitazama fataki zikipigwa angani. Anatambua hatimaye ndoto yake ya kuwa tajiri imetimia tayari. Anapotizama chini anamuona Nawan, mwanamke ambaye humfanya bado moyo wake upige kwa kasi. Ndipo anafanya uamuzi wa mwisho, atamuoa kwa sababu anataka kutumia maisha yake yote akiwa pamoja naye. Na hapa ndipo mwisho wa simulizi yetu hii nzuri. Funzo tunalipata katika hadithi hii ni kwamba akili, uvumilivu na uadilifu vinaweza kumuinua mtu kutoka kwenye hali ngumu, lakini wivu, tamaa na chuki vikiharibu hata wale walio na nguvu nyingi na hata utajiri mkubwa. Niambie kwenye comment nao umejifunza nini kutoka kwenye kisa hiki. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, Kaka Chotara. Kwa sasa sina la ziada, hadi wakati mwingine, bye.